Uliye na makusudi mazuri kwa nafsi hizi zilizokusanyika hapa asubuhi ya leo. Kusudi lako tuweze kufahamu we Mungu wa kweli na Yesu Kristo uliyemtuma. Pambano ni kali katika nafsi zetu. Sisi wenyewe hatuwezi. Yule adui anapambana na akili zetu. Tunakusihi kwa wakati huu utushindie. Tunaposikiliza maneno kutoka katika kinywa chako. Tuondolee ukaidi, tuondolee usingizi, tuondolee ushindani wote ule ambao adui anaweza kuinua dhidi ya kweli zako zote. Ndivyo tunavyosihi ni kupitia jina la Yesu Kristo. Amina. Tutaendelea na masomo yetu ya afya. Natumaini kwa kiwango kikubwa tumejifunza kwa uzuri, japo sio kwa 90%, lakini angalau kwa 10% tutakayokuwa tumeyafanyia kazi yatafaa kwa maisha yetu. Nimefurahi kumuona mzee Peter. Jamani, karibu sana. Karibu sana. Karibu sana. Inaonyesha kiasi gani huyu mzee ana shauku ya kuendelea kufahamu kweli za Mungu. Huyu ni mmoja kati ya ndugu ambao yuko kule kwetu. Naishi ni jirani na ndugu yetu Yona ambaye tumekuwa naye hapa. Ni watu ambao wamesikia ukweli wa leo. Sio muda mrefu wameupata tu haraka na walipoupata wakachukua nini? Hatua. Wakatoka huko walikokuwa. Na bado huko kwenye mapambano ya harakati zilizo nzito za kuanzisha makao mapya. Ndio maana alituambia jana kuwa wamefanya kazi hadi mikono inafanya nini? Kweli wana harakati ngumu kwa sababu wana muda mfupi sana, sijui miezi 2 ndio inaelekea kuisha. Tuwaombee. Na wakasema na mkutano huu hawawezi wakafanya nini? Naamini kuwa kungekuwa karibu wengi wangekuja, kuna kundi la watu kubwa liko kule. Basi tutaendelea na masomo yetu. Leo niliona ni vema tukajifunza somo moja ambalo ni msaada mkubwa sana kwa jamii ya Kikristo na hata jamii ambayo haimfahamu Mungu. Kwa sababu maisha haya ni kutegemeana, na vile vile sisi kama Wakristo Mungu ametuweka tuweze kuwa suluhisho la matatizo yanayokumba ulimwengu usiomfahamu Mungu. Hilo lazima ujue kuwa wewe hapo, mimi hapa, nimewekwa kwa makusudi maalum ya kuwa suluhisho la matatizo ya mambo yanayokumba nini? Jamii. Sasa haya mambo yanayokumba jamii tunaona jinsi yanavyotuumiza kila mmoja kwa namna yake. Uso wa dunia umeugua. Watu wanahangaika watafute majawabu kwa matatizo yanayoonekana kila kunapoitwa nini? Leo. Majawabu tuyapate wapi? Majawabu tunayo sisi. Na mojawapo ya majawabu ni hiki ambacho kimetokea. Kuwa wazazi wamepewa majukumu makubwa mazito na Mungu aliyemuumba kuweza kutengeneza watoto wanaomcha nani? Mungu. Ina maana mtoto anayemcha Mungu ni jawabu kwa tatizo la ujambazi. Mtoto anayemcha Mungu ni jawabu kwa tatizo la ushoga. Mtoto anayemcha Mungu
ni jawabu la tatizo la watu walevi na wavuta bangi na msururu wa matatizo yote ambayo yanatukera katika nini? Katika jamii. Kwa nini tuishi kwa kufunga milango? Tena sio kwa kufunga milango kwa kawaida tu na kuweka nondo nini? Nzito. Kwa nini tuishi kwa kuweza kuweka mazao yetu ukafungia sehemu fulani? Kwa nini uishi kwa kuwa katika ibada lakini moyo wako ukanyakuliwa ghafla kuwa nilisahau kitu fulani nje, jamani, sijui leo nitakikuta au nitafanya nini? Nitakikosa. Sisi pale kwetu tunapokaa pako porini zaidi, lakini matukio yanayotokea sio kama matukio ya porini. Kama safari 2 sasa safari 3. Safari ya kwanza, maharagwe tuliyoyaweka kwa ajili ya mbegu, siku ya Sabato kama hii kurudi, waliyafanya nini? Waliyabeba. Haya. Tumeenda. Safari nyingine mwezi wa 4 tu tunavuna maharage, wala sio mbali. Katika mazingira ya kufikiri jamii ni salama kwa kiwango hicho, nimeweka simu yangu nikiwa nimeunganisha na kale ka OTG, nikasema kasinihangaishe sana sasa hivi. Mara baada ya ibada tu nikakaweka chumbani, kurudi simu haipo, OTG ndio imechomolewa, wakaacha pale. Na shukuru kwa sababu flash ilikuwepo, akaniachia ka flash ila kasimu akaondoka nako. Haikupita muda mrefu, siku moja tumeenda kuabudu huko waliko hawa, kurudi maharagwe debe 5 zote zimefanya nini? Zimebebwa. Suluhisho la matatizo kama haya ni lipi? Suluhisho ni kwa watoto wacha nani? Wacha Mungu. Kuwa sisi tunatengeneza jamii inayomsaidia shetani au kumsaidia Mungu kuweza kuwakilisha tabia yake. Kwa hiyo leo tutaangalia ni namna gani niweze kutengeneza mtoto wa namna hiyo. Kwa hiyo mchango wangu, somo langu linasema mchango wako wa kurekebisha jamii iliyofanya nini? Iliyoharibika. Mchango wangu na mchango wako ni upi? Katika Biblia tuna kisa cha mtoto mmoja ambaye alizaliwa, alikuwa anaitwa Yohana Mbatizaji. Yohana Mbatizaji, tunaona mazingira yake kabla ya kuzaliwa na mazingira ya wazazi wake kabla ya kumzaa yalikuwa mazingira ambayo yalikuwa yamejaa uovu kama tunavyoona leo. Kwa hiyo Mungu kuleta tofauti, akatoa maelekezo kwa ajili ya mtoto ambaye alikuwa anategemea kuweza kukemea uovu uliokuwa umejaa katika nini? Jamii ya kipindi kile. Ndipo tunaona maelekezo anayopea Manoa na Elizabeth ni kuwa mama hata kula chakula cha aina gani? Hata kunywa kinywaji chenye nini? Kileo. Hata kunywa kileo. Alipewa maelekezo ili mtoto atakaye kuwa zaliwa awe mtoto ambaye ana uwezo wa kupambana na nini? Na uchafu uliokuwepo katika uso wa nini? Uso wa jamii. Watu ambao wana kitabu hiki cha nini? Mashauri juu ya lishe na vyakula, ukisoma sura ile ya 13, chakula wakati wa utoto, ningependa kusoma sehemu inayosema hivi. Paragraph ile ya 2 nasema, sehemu ile ya mwisho inasema, mtoto huyu wa ahadi alipaswa kulelewa kwa mazoea nini? Imara. Kwa Kiingereza nasema strict temperance. Mazoea yaliyo nini? Imara, yani yasio yumba uimara. Kwa lugha nafikiri Kiswahili sahihi ni thabiti. Thabiti, asiye yumba. Alafu tena ya kiasi.
Kazi muhimu ya matengenezo ilipaswa kukabidhiwa kwake, kuandaa njia kwa ajili ya nini? Ya Kristo. Kwa hiyo kama ndivyo ilivyo, na maana sisi kama wazazi ambao tunakupaswa kuwa masuluhisho kwa matatizo ya jamii sasa hivi, tunapaswa kuwa watu ambao tunakuwa na njozi, tunakuwa na malengo, tunakuwa na makusudi thabiti kutoka moyoni kwa wajibu kama wazazi, kuwa tuweze kuwazaa, kwa sababu naanza kufanya nini? Kukubeba mimba, alafu kwenda kuzaa, alafu kulea watoto ambao watakuwa ni watoto walio wacha Mungu kweli kweli. Hilo ndio linapaswa kuwa kusudi. Na kama ndivyo ilivyo, swala la kupambana na uovu ulio katika jamii huanzia kwa mzazi hata kabla ya kuwa na ujauzito, sivyo? Mtu mwenye malengo, mwenye kufikiri kwa kina malengo yake, majukumu yake katika nini? Katika jamii. Unajua leo jamii imegubikwa na watu ambao wanaingia kwenye ndoa pasipo kuelewa majukumu ya nini? Ya ndoa. Wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa ni msisimko tu. Nilikuwa naambia kwenye darasa letu hapo, kwa mimi nimeingia kwenye ndoa nikiwa na miaka 38. 30 ngapi? Na kilicho nifanya nisogee zaidi, nilisoma vitabu sana mpaka nikawa na jicho macho sijui 5. Macho sijui 6. Miaka 30 ngapi? Na 8. Leo hii watu wanauliza, wewe mtoto ndiye ilikuwa shida kwenye kuzaa au kuna? Hapana, hakukuwa na shida ya kujui kuzaa, hapana. 30 ngapi? Ndio tumefunga nini? Nafunga na miaka 30 ngapi? Na 8. Huyu amesha, hapana. Kujua majukumu. Unaona, unaangalia mazingira yako jinsi ambavyo hata wengine ambao wamo kwenye ndoa ambao wanaitwa ni Wakristo, lakini familia zimefanya nini? Zimesambaratika, haziko sawa sawa. Kwa hiyo kama ndivyo ilivyo, watu wenye malengo, ina maana hata ndani ya moyo wako, binti au mtu ambaye anategemea kuoa au kuolewa, hili litakuwa ni ombi lake ndani ya moyo wake. Na hata utakapoingia kwenye ndoa, hilo litaendelea kuwepo ndani ya nafsi yako. Hautataka kulivunja kwa sababu limekuwa ni kusudi lako lililo thabiti ndani ya moyo wako, watu wa Mungu. Na kwa namna hiyo tunaanza kuweka misingi ya kutengeneza jamii itakayo saidia Mungu kuendeleza tabia yake. Basi hicho ndio kitu cha nini? Cha kwanza. Kitu cha pili ni kuwa chakula tunachokula, kama tunavyosoma kwa watu wazima, kuwa ina msingi katika kujenga tabia. Vivyo hivyo ndivyo ilivyo kwa swala la mtoto ambaye ametungwa mimba hadi kufanya nini? Kuzaliwa. Usifikiri hiki kitu kinahusika kwa mtu mzima tu, bali naanzia wapi? Tumboni. Na tumboni itakuwa ni jambo jema lenye mafanikio makubwa kuliko tunapoanza wapi? Ukubwani. Ukubwani, mazoea yaliyotengenezwa yanakuwa ni magumu kufanya nini? Kuyaacha. Na ni mapambano makali. Kwa hiyo ni wapi ambapo tunapaswa kuanza kutengeneza jamii zetu? Ni kule kuanzia kwenye ujauzito, ambapo tabia inatengenezwa vizuri na haitakuwa ni mzigo mkubwa kwa nani? Kwa mzazi. Tofauti na mtoto ambaye mama yake alikuwa anakula ovyo kwenye ujauzito, ulaji kila wakati,
mjamzito usimnyime chakula fulani. Hapana. Tuko hapa watu wa Mungu. Katika kula, katika kunywa, mama mjamzito anapaswa kufuata kanuni za nini? Za afya. Kula kwa jinsi inavyotakiwa, kula chakula kinachotakiwa, kula kwa muda, kula, yani vyote unavyoona tunajifunza hapa ndio vinafaa kwa ajili ya kutengeneza jamii ya watu watakaofanya nini? Watakaofaa. Vinginevyo kuvunja tabia ile itakuwa ni nini? Ni kazi. Katika swala zima la kutengeneza jamii inayofaa, wazazi, hapo ni mtoto ameshafanya nini? Ameshazaliwa. Tuepuke na tusipende swala la kulelewa watoto na watu wengine. Mlee mtoto wako wewe mwenyewe. Muda ni mfupi. Soma kitabu cha Mashauri ya Chakula, soma sura ile ya 13 yote. Hata masuala ya kulisha mtoto, mtu mwingine ndio unampa analisha nini? Mtoto. Kwa sababu kuna uhusiano mkubwa, kuna kitu fulani ambacho Mungu amekiweka ambapo mahusiano ya mtoto na mama yanajengwa wakati wa kufanya nini? Wa kulishwa na mama na hata anaponyonya. Tuelewe hiyo. Kwa mahusiano. Ndio maana unaweza ukazaa mtoto, si umemzaa wewe kibiolojia, alafu akaenda akalelewa na mtu mwingine. Unaanza kudai, wewe mwanangu hata unipendi. Ndiyo, wewe ndio umetengeneza. Kwa sababu mahusiano yanajengwa katika hali ile ya kutoa huduma. Ile huduma inatengeneza mahusiano ya nini? Ya karibu. Kwa hiyo tujiepushe sana na mambo ya ukileo, kuwa wewe unamlisha mtoto kwa njia hata ya mpira, unampa chupa anakunywa, anampea anywe. Hapana, unavunja mahusiano yale ambayo Mungu amefanya nini? Amekusudia. Na kama mama ni mcha Mungu, ina maana mahusiano yale kuna mnyororo mtiririko ambao unakuwepo ya uchaji Mungu kutoka kwa mama kwenda kwa nani? Kwa mtoto. Kwa sababu hata unaponyonyesha mtoto, si huwa kuna kuongea maneno hapa na pale, hata unamuimbia. Tunashauriwa tufanye nini? Tuwe tunafanya hivyo, unaimba, unaongea naye maneno ya nani? Ya Mungu. Ndivyo unavyomjenga. Tofauti na mama ambaye anapomnyonyesha maneno ya matusi na mengine ndio yanayotokea. Yale maneno yanakaa kwa nani? Kwa mtoto. Unapompa mtu mwingine ndiye awe anafanya nini? Anamhudumia mtoto. Tabia ya yule mtu inaingia kwa nini? Inamwathiri nani? Mtoto. Kwa kutengeneza jamii ambayo itaweza kumsaidia Mungu kuweza kuona watu ambao anaweza kutumia, ni swala la umakini sana. Kweli tumekosea. Tuliacha watoto wetu mikononi mwa watu wengine, tukawarithisha tabia za watu wengine. Leo hii zimekuwa kazi kwetu kufanya nini? Kuziondoa. Yani imekuwa ni kazi katika umri mdogo. Mimi nakumbuka mtoto akiwa na umri mdogo, kweli mambo haya ya upotovu wa elimu ya za kisasa. Mtoto mdogo kumwacha kwenda boarding. Darasa la ngapi? La pili. Darasa la ngapi? Akirudi nyumbani anasema, mama nyie huwa hata mnimiss jamani. Yani huwa hata mnikumbuki. Anajitetea ili kusudi asiwe anaenda wapi? Nyie hata huwa amnihurumii. Anajisemesha maneno. Sasa na nyie pia kazi ni nyingi sana. Sasa nani atabaki na wewe hapa? Sukuma kwenda huko boarding. Anakaa huko. Sukuma huko boarding. Akirudi yani wimbo wake tu ulikuwa ni
Yani mama nyehe, yani mimi nilikuwa najiuliza kumbe yani mambo ndio haya jamani. Mtoto anajisikia kukaa na nini? Na nyie mtindo wa maisha wa kufanya jeshi la shetani nao pia umefanya nini? Umewakolea huku. Jamani, tushukuru Mungu kwa sababu ya elimu hizi tumezipata na sisi tumeona uhalisia wake. Tunapoyawasilisha mbele zenu hivi tunashirikishana, tujue jinsi ambavyo kweli za Mungu ni kweli ambazo ni thabiti, ni mambo ambayo ni mazuri, tunayopaswa kufanya nini? Kuyathamini na kuyashikilia na kuyatii katika maisha yetu. Tusifurahie tu mambo ambayo yanaonekana kwa macho, lakini matokeo yake ni nini? Ni hasara kubwa sana. Kwa hiyo jambo la pili ni namna ya kufanya ni mpaka dakika ngapi? Dakika ngapi? 8. Haya, taenda kwa jinsi ambavyo Bwana atanijalia. Kwa hiyo ili tuweze kuwa na watoto wenye mwelekeo mzuri, msingi unajengwa katika maisha ya mama. Wakina mama tupo jamani. Tuna mzigo mkubwa. Mzigo mkubwa. Hebu tuangalie kitabu cha hiki cha mashauri juu ya nini? Ya chakula, sivyo? Sasa mimi mbona inanichanganya mno? Naomba mnichukue. Labda najua inachanganyikiwa. Page 222. 226. 226. Peji au kurasa? Ukurasa wa 220. Si ndio peji yenye eti? Paragraph ya kwanza. Kwenye cha kwako ni ukurasa wa ngapi? Ni 226. Tuanzie ukurasa wa 225. Sehemu ile ya chini, the true beginning of reform. Kuna sehemu moja ambapo inasema habits once formed are hard to overcome. Kwenye mwanzo halisi wa matengenezo. Hiyo haya inayoanza. Rudi chini, kuna maneno habits. Inaposema inapaswa kuwa na juhudi. Inapaswa kuwa na juhudi ya daima ya kila mama. Juu yake. Kuwa na kiasi kwa kila namna. The true big. Hebu nisome alafu nitamtafsiri, sawa? Hebu nisome. Habits once reformed are hard to overcome. The reform should begin with the mother before the birth of her children. And if God's instructions were faithfully obeyed, intemperance would not exist. Unaona sehemu hiyo? Nani ambayo tayari anaweza kuiweka katika nani moja tu? Bado? Aya. Wazo ni lile ambalo nilikuwa nimeshalitoa kuwa kumbukeni tabia ikiwa imeshafanya nini? Mazoea yakishatengenezwa, kufanya nini? Kuyavunja ni kazi nini? Ni kazi ngumu. Sawa? Kwa hiyo anatuasa hivi, anatuambia wakina mama, ni mwosia kuwa maelekezo haya yakifuatwa kwa uaminifu na yakitiiwa, kusinge kuwepo kwa nini? Au hakuta kuwepo na nini?
na kutokuwa na kiasi. Kwa hiyo hapo kitu cha msingi ni uaminifu katika kutii. Unajua kuna kule kupuuza kwa sababu haujaona matokeo, au kwa sababu haujui matokeo yake. Na kama ilivyo wengi tunafikiri swala la chakula halina mahusiano na la chakula halina mahusiano na tabia. Mtoto mkorofi, mtoto sijui nini, hajitawali, mtoto sijui asiyefanya nini. Kumbe chanzo chake ni nini? Huku kutokufunzwa swala la la kujitawala katika ulaji. Kuna maneno fulani hapa nilikuwa nayafuatilia. Kuna maneno ambayo yameandikwa fibul. Pale nimeona kwenye sehemu hiyo ambayo inasema indulgence and depravity. Huku ni 231. Hebu kuna maneno haya tuyazingatie sana. 231 aya ile ya 3. Watoto wanaokula kwa namna isiyo. Umeshapata? Soma. Inasema watoto wanaokula vibaya mara nyingi wadhaifu. Mmoja kuna udhaifu. Watoto wanaofanya wanaokula vibaya. Tutaona kula vibaya ni kwa kufanyaje. Alafu 2, waliopauka. Ina maana rangi yake sio rangi ile iliyo halisi. Hawana kwa shako, bali wana kile kinachoitwa malnutrition. Yani amekula vibaya, kula kupita kiasi, kula vurugu. Tuendelee. La pili alafu na waliodumaa na wenye hapa wamesema wenye hofu, nervous. Mimi nervous ningeweza kuitafsiri kama labda ndio hofu hiyo, lakini naona Kiswahili kimepungua kidogo, ila kwa Kiingereza ni kitu zaidi ya ya hofu. Alafu kuna kitu kimoja hapo. Aya, msomaji twende. Kuna neno hapo baada ya hofu. Wenye kusisimka na wenye hasira. Jamani, kama kuna kitu ambacho sasa hivi kimechachamaa duniani ni watu wenye hasira. Yani hasira. Unajiuliza shida ni nini? Kwa sababu ya kula vibaya. Leo hii turudi kwetu, tusiende mbali. Tunakulaje vibaya? Tuko kwa watoto leo. Mtoto kumpa chakula, mtu wa Mungu ameandika wakina mama kwa kuchoka kuweza kuvumilia wajibu wao wa kuongoza watoto, wanaamua kuachia watoto wale jinsi wanavyotaka. Ndio maana kijijini msimu wa viazi, ili wasikusumbue hapa na pale, na mama ana shughuli nyingi, anachemsha sufuria ya viazi au sufuria ya wali. Alafu anaambia sasa nyie mtakaposikia njaa mtakuwa mnafanya Mnakula. Kwa hiyo watoto ni kula. Baada ya muda fulani wamecheza na kumbuka kuna viazi kule, ni kurudi kufanya anatembea nala. Yani watoto na kuambia tumbo liko hapa, hana utaratibu wa kufanya wakula. Na wale watoto kama umeshachunguza, yani huwa ni wazubaifu tu. Hata ukimuuliza swali amezubaa tu, macho ndiye anafanya anakukodolea. Yuko dwarfed kwenye ubongo. Na dwarfism inazungumziwa sio dwarfism ya kimo, but dwarfism ya ubongo. Amezubaa tu. Alafu pamoja na hayo anasema wenye hasira, ulaji mbaya, kula vyakula ambavyo havifanyi havifai. Kwa hiyo watu hao tunaona leo wana hasira ni watu waliotengenezwa tangu wapi? Utotoni. Umejitengeneza, unajiona una hasira. Mama yangu alinitengeneza hivyo.
lakini Bwana shukuriwe kwa sababu ana ujumbe wa pekee wa kuweza kunibadilisha. Na katika neema ya Kristo tuna uwezo wa kufanya nini? Wa kubadilishwa. Amen. Kuvunja nguvu za ibilisi ambavyo vimetuteka na vimetuongoza kwa miaka mingapi? Mingi. Haleluya jamani. Yawezekana na wewe ni mmoja wapo, na najua tuko wengi. Tusikate tamaa. Njia ndiyo hii. Tuanze nini? Leo. Tusichoke kuwaongoza. Msile hivyo. Wana vitu walivyopenda. Watoto wengi wanapenda wali. Hivi tukenda kama wali una nini sana? Waongoze watoto wako kuwa tunapaswa kula chakula hiki kwa sababu 1, 2, 3. Wangapi wana watoto wangapi wanapenda kuwa na akili? Wote huwa wanainua, wanapenda. Lakini sasa wafanyeje? Mama ongoza. Kula hiki, kula hiki, kula kwa namna hii. Tusichukuliwe na upepo wa mazingira yetu ambayo yanatufanya taasisi tuungane nao katika kutengeneza jamii iliyofanya nini? Iliyoharibika. Sisi tumepewa majukumu ya pekee yaliyo matakatifu. Nimetoa machozi niliposikia ndugu wanaomba kwa habari ya watoto. Kwa kuna watoto wafia nini? Anafia dini hivi. Hapana. Kweli kuna watoto, tumesoma habari za watoto ambao walikuwa wafia dini. Ni watoto wafia dini wa aina gani? Nikiangalia mabinti hao vijana hawa wanapaswa kuwa watu ambao wanasimamia nini? Imani. Wafia nini? Wafia dini. Tunapaswa kuwatanguliza katika mstari wa nini? Wa mbele. Wanaenda na sisi tunasonga nini? Tunarudi nyuma, tunawasogeza bendera ile. Wakiwa ni wafia dini, tunapaswa kuwatengeneza katika panda hii ya mwisho. Wafia dini tunawatengenezaje? Kama wanakula ovyo, hawajui kanuni, hawawezi kufanya nini? Jamani, Bwana atusaidie wote hawa watoto hawa usimame katika nini? Katika kweli. Tulikuwa tunajiuliza kule siku moja kwenye ibada. Je, watakapokuja wawakamate waseme sasa kila mtoto njoo, wewe kwa nini haupo shuleni wakati umri wako ni wa kwenda shuleni? Ataweza kusimama? Nilitafakari sana. Ataweza kusimama? Ataweza kusimamia ukweli huo? Au ataanza kusema mimi baba ndiye amenileta huku, mama ndiye amefanya nini? Amenileta huku. Bwana atusaidie. Bwana atujalie, na yeye ameahidi kwa wote wanaotafanya nini? Walio tayari na waliojitoa nini? Wakfu. Tupige magoti tupate kuomba. Baba yetu uliye mwema, ahadi zako ni za kweli. Naamini umenena kupitia kinywa changu. Kwa kadri nilivyowasilisha somo hili miguuni pako, uliona ni vema somo hili liweze kusikika masikioni mwa watu wako. Tuna upungufu mkubwa, lakini hatupaswi kukata tamaa kwa sababu kuna jemedari Yesu Kristo ambaye ametangulia, ambaye tukimwendea kwa madhaifu yetu, kwa uchungu wetu, kwa kupotoka kwetu, ana uwezo Bwana wa kutuondolea uchungu. Tukiona mambo mengi yakiwa yamerekebishwa na kuwa katika mstari ulio sahihi. Tunaomba utupe amani katika familia zetu. Tengeneza watoto wetu. Na sisi wakina baba na wakina mama tuweze kuungana kusaidia watoto wetu kuingia katika mstari ulio sahihi. Tunajua ni mapambano. Watoto wengine wameshakuwa wakubwa, wamekuwa wakaidi, wakijitumainia nafsi, wakiwa wameangalia dunia pasipo kuangalia yale ambao wazazi wanawaambia. Lakini Bwana, hebu kuanzia siku ya leo kugeuza mioyo ya watoto kuelekea kwa wazazi, ndiko kuweze kuonekana katika familia zetu. Tunatamani, tuna shauku. Tusaidie katika mizigo hii ambayo ni mizito katika familia mbalimbali. Masononeko, masikitiko tumeanzisha sisi,
aidha kwa kutokujua au kwa kukaidi. Lakini wewe usiangalie kupotoka kwetu. Rehema zako ni nyingi siku zote kwa wanadamu. Tunajikabidhi mikononi mwako masaa haya yanayoendelea Bwana. Leta amani na utulivu ndani ya mioyo yetu na hata katika kusanyiko lote. Mbaraka wa pekee wa kiroho ndio uweze kushuka ndani ya nafsi, awe mtoto awe mtu mkubwa. Ndivyo tuombavyo kupitia jina la Yesu Kristo. Amina.